Bwana kwema kabisa. Mungu asaidie. Mungu anasaidia, Mungu asaidie, Mungu anawezesha. Anawezesha. Unaposema Mungu anasaidia maana yake kuna kiumbe kingine kinaanza kufanya kazi afu Mungu anakuja kusaidia. Mungu yeye anawezesha. Kisha tuanze hapa kwa MVP Ivory Coast Jean Charles Ahoua. Kipindi anaanza msimu watu wengi sana walikuwa na maswali juu ya performance yake, ila sasa hivi tunaona ni top scorer akiwa na contribution ya magoli mengi sana kwenye coach ya Simba Sport Club. Na pia vile vile watu wengi hususan wachambuzi washaanza kumtabiri au MVP wa msimu huu. Mimi nataka wachambuzi wabaki kwenye njia kuu. Sawa Wachambuzi hao wa Bongo wabaki kwenye njia kuu. Waendelee kumchambua Jean Charles Ahoua kwamba ni mchezaji ambaye astahili kuchezea Simba. Walisema ni mchezaji mdogo, ni mchezaji wa kiwango cha kawaida mno, ni mchezaji ambaye hawezi kufanya yale makubwa aliyofanya na wachezaji waliokuja kutoka Ivory Coast. Kwa hiyo waendelee hivyo hivyo, wasirudi huko kwa JB64. Sababu mimi peke yangu ndo nilisema kwamba nakiona kitu kikubwa sana kwa Jean Charles Ahoua. Naona ni mchezaji ambaye atakuja kuwa MVP wa msimu huu. Umeelewa? Kwa sababu nilimstudy vizuri Jean Charles Ahoua toka alikotokea misimu miwili nyuma na hapa alipo umri wake, the way anavyocheza na mpira wa sasa unavyotaka. Ndio nikatoa jibu kwamba huyu Jean Charles Ahoua atakuja kuwa MVP wa ligi ya Tanzania, kwa sababu wachezaji wengi wa ligi ya Tanzania sasa hivi wanacheza kufurahisha jukwaa. Wanacheza ili wafurahishe mashabiki juu, wapate kuimba kwenye mitandao. Lakini Jean Charles Ahoua yeye anataka aifurahishe timu. Yaani anatafuta timu, anatafuta kitu for benefit ya timu. Sio, umeelewa? Yaani afanyi kitu individual kwamba yeye kama yeye. Anafanya kitu kwa ajili ya timu. Sasa mchezaji kama huyu lazima awe na namba kubwa. Kwa mimi ndo maana nilimtabiri kwamba ni mchezaji ambaye atakuja kuwa MVP wa ligi ya mwaka huu. Na niliangalia Jean Charles Ahoua, ukienda kusoma ligi ya Ivory Coast ya msimu wa mwaka jana alikuwa MVP kule. Na katika MVP wake miezi 10 ya ligi, Jean Charles Ahoua amechukua miezi 5 akiwa kama mchezaji bora. Yaani miezi 10 kachukua miezi 5. Back to back. Back to back alifanya mara 2. Lakini hapa Tanzania ameshafanya tayari, ashachukua miezi 2 tayari. Nadhani anaitafuta ile ubaki, lakini kutokana na ukilitimba wetu hawezi kumpa Tanzania uwezo. Hata kama unataka kuchukua back to back, huwa mara nyingi wakupa wanampa mtu mwingine. Kwa nini haiwezekani back to back kama mtu anafanya vizuri, teacher? Hapa sisi yani sijui kuna kitu gani. Kimi na uhakika kabisa kwa Jean Charles Ahoua saizi angekuwa kashachukua hata miezi 4 au 3. Sio, umeelewa? Hata back to back angekuwa kashachukua, kwa sababu kiwango chake ni kile kile. Kwa sababu yeye anacheza mpira wa academy, mpira wa mafundisho, mpira wa maagizo, kwamba mwalimu anamwagiza nini, aende akakae wapi, afanye nini, aipatie kitu gani timu. Ndio mpira anaocheza Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua hana mpira ule unaotaka wewe, sio shibobo. Sio kama ajui kupanda mpira, sio shibobo. Sio kama asijui, anasijua, isipokuwa mpira wa sasa hauhitaji hivyo vitu. Kama Zazizu. Mpira wa sasa hauhitaji. Kwa mfano kama vile anafanya pako mezuzwa. Timu inaenda mbele, yeye anarudi nyuma. Anapiga chenga anarudi nyuma, sio nini. Vile vitu yule bwana soka kama havijui anavijua, isipokuwa yeye anacheza direct football, mpira ambao unahitaji maelekezo zaidi. Unafuata maelekezo zaidi kutoka kwa nini? Kwa benchi la ufundi. Kip Dennis Prosper, kile ambacho alichokifanya ni dhahiri shahiri upande wa pili, ndio maana alikuwa anamtaka, waliangalia mbali. Huyu jamaa kwanza amewasumbua sana. Umeelewa bwana, ndio maana walikuwa wanafanya wanamtaka, wametumia hila nyingi za kumpeleka mpaka Ulaya, ajifanye sio anaenda kufanya majaribio Ulaya sio nini, lakini imeshindikana kutokana na umahiri na uweredi wa uongozi wa Simba. Walijitahidi wakambakisha mchezaji wetu. Lakini kikubwa wanamtaka sana mpaka leo hii, kwa sababu jamani wabisha walimtaka Chama miaka 5. Yaani misimu 5 wao wanamhitaji Chama tu. Misimu 5 wanalia na Chama. Mpaka mwisho Simba wamechoka naye Chama, kiwango kishashuka, uwezo umepungua, utu uzima umemuingia, ndio Simba wameachana naye. Wao wakaja wakafanya wakambeba, hivyo ni Mkude hivyo. Kwa hiyo hata Kibu sasa hivi huu msimu wa pili huu wanapiga kelele na Kibu. Wasubirie sasa tumtumie, tukishatimiza ya kwetu. Miaka inayokuja huko 6-7 mbele wanaweza wakampata. Walikuwa wanasema afungi, walikuwa wanalia naye siku 400 na something hivi hajatia kambani. Hichi ambacho alichowafanyia Dodoma Jiji au walikuwa wameandalia tarehe 8. Kile kipigo unajua kilikuwa cha Yanga. Dodoma Jiji ameingilia ugomvi usomuhusu. Umeelewa? Kibu ni mchezaji wa mechi kubwa. Kama kungekuwa mechi ya dabi imepigwa, Dodoma Jiji Kibu asingewafunga. Lakini zile sumu alizozifunga
alizozitengeneza kina Mpanzu wametengeneza sumu zao. Zile sumu zilikuwa atemewe nani? Atemewe da Young Africans. Yeye waliokimbia. Lakini sasa mwisho wa siku ile mechi haikuchezwa, Yanga kakimbia. Sasa huyu aliyekuja ni mdogo mtu, watu wakasema afadhali yeye huyu tumgonga mtu kiaje hapo teacher. Huyu ni mwenzao huyu. Ni mwenzao kule sikuna Antoni Mavunde, si ndo mlenzi wa Dodoma Jiji bwana. Ni mwanachama wa Yanga, anaipenda sana Yanga na ile ni timu yake. Kwa hiyo mimi naona wote ni wale wale. Teacher, kuna baadhi ya watu wanakuambia kwamba inawezekana Dodoma Jiji haikuwa kiwango sahihi kuweza kushindana nacho Simba Sports Club kulinganisha kwamba wana michuano mikubwa ya kombe la shirikisho wiki ijayo. Kwa hiyo level ya Simba ni kubwa, mmekubali Wanakuambia kwamba haikuwa kiwango sahihi, umecheka ni dabi. Simba, ngoja nikwambie. Simba kwa nini wazee wetu wameita Simba? Wameita Simba kutokana na characteristic behaviorability ya nani? Ya mnyama Simba. Kiuwindaji. Simba ni carnivora. Sawa? Carnivora ni mnyama anayekula kwa kuwinda. Lazima uwe mwenyewe anakula mnyama ambaye anamuua mwenyewe. Sasa Simba mara nyingi akitaka kuwinda mnyama mdogo, huwa kucha zinatoka kidogo, akili kidogo, nguvu kidogo. Si umeelewa? Akikuta mfano kama swala Simba hawezi kumwinda swala akatumia nguvu kubwa. Anatumia kucha kidogo, nguvu kidogo, akili kidogo. Anapokutana na nyati sasa, ngili, wanyama wale wakubwa, punda, ndo Simba sasa huwa anatoa kucha zote, akili zote na nguvu zote ili kumteketeza ule mnyama ili apate kumla. Si umeelewa? Sasa Dodoma alikuwa swala. Umeelewa? Dodoma alikuwa swala. Simba alijiandaa kumla nyati. Sasa katika mawindo ya nyati amekimbia mbele yake. Kabla Simba hajamaliza, hasira zake hasijatoka, kashajiandaa kwa ajili ya kumla nyati. Anashangaa kinatokea kijiswala, nyati kakimbia. Simba hawezi kulala na njaa huyu. Sasa ile nguvu aliyoitumia kwa kumuinda kile kiswala akikulika, kimechanganyika na udongo, vumbi, tope. Umeelewa? Hata hicho cha kiswala hamna maneno yote kilichoongea. Manake mchezo wa kwanza Mecky Maxime aliongea. Unajua kilichomponza Mecky Maxime tungeweza kule Juliet. Sawa, ile nguvu. Lakini sasa tatizo la Mecky Maxime ndio kilichomponza maneno aliyoongea. Kwanza alianza kuwakebei Simba sio amekimbia mechi, akajifanya na yeye kama Yanga. Yaani yeye ndo alijifanya kama Simba kwamba amenyimwa viwanja vya mazoezi. Yaani kebei nyingi, kaleta salau kubwa sana. Watu wakamwambia sasa ngoja. Hichi tulichomwandalia huyu aliyekimbia, tunakuonyesha hichi tulichomwandalia huyu aliyokimbia ndo tunakupa wewe. Kwa hiyo ina maana Dodoma amegeuzwa kama nyati baada ya atumike kama swala. Matokeo yake kile kijiswala kimechanganyika na udongo hata kulika akiliki. Kwa hiyo Simba jana ametumia nguvu kubwa ya kumuua nyati na wakati kile kimnyama kilikuwa ni kijiswala. Kwa hiyo lakini yote ilisababishwa na maneno ya Mecky Maxime kutokana na kauli zake alizozitoa kwa Simba. Hivi kwa hichi anachokionyesha Elie Mpanzu na maneno ambayo watu wengi sana walikuwa wanazungumza, Elie Mpanzu alikuwa anaanza benchi afu Jonathan Kangarombo alikuwa anamweka benchi Elie Mpanzu. Ni dhahiri shaili kina ukweli ndani yake. Jana baada ya mechi niliongea na Elie Mpanzu. Yule jamaa anakuambia, yani jana nilikuwa kama na relax. Yani sioni mabeki wa kunizuia hapa Tanzania. Yani jana nilikuwa na relax. Yani maandalizi niliyofanya kuja kukutana na hawa jeuri. Ndio maandalizi yale. Na ndio maana jana unamuona akiamua kuwachukua 4 5 anaondoka anaenda anapiga. Washa kuona kapoteza mpira Mpanzu. Ni ngumu. Si umeelewa? Yani yule jamaa ni mchezaji wa ajabu. Yani akiamua twende sasa hivi anautanguliza afu wenzetu. Ukitaka kutangulizie twende, ukitaka dribbling hapa huko anaondoka na mpira twende. Yani each and everything, yani yuko full package player. Unaweza ukasema ni yule Mixon ndo kama Mpanzu. Yani nadhani baada ya msimu huu kuisha, msimu unaofuata inawezekana akawa zaidi ya Mixon, kwa sababu Mixon wakati anaanza Simba kwanza na moto alianza nao Mpanzu. Sio, umeelewa? Mpanzu kwanza target. Mixon sometimes target zake zingine zilikuwa zinakataa. Lakini Mpanzu hakuna shoot analopiga linatoka nje. Jana nimeshuhudia mpira huu ndio ulipaa tena juu kidogo ya lango. Lakini mipira yote kama kipa hajasave basi ujue ni wavuni. Sio, umeelewa? Au umegonga mwamba. Kwa hiyo ni mchezaji wa staili ya peke yake. Yaani mimi naona kabisa. Yaani Emmanuel Okwi yule ndo anakuja sasa. Anatoka Simba anaenda Sweden ndo huyu Mpanzu.
Yaani hapa alipo kashafikia kile kiwango cha Emmanuel Okwi. Huko anakoendelea sio anaenda kufikia kiwango cha nani. Na watu watakimbia. Nakwambia watu washakimbia sio watakimbia. Umeelewa? Simba kama angelikuwa anaiogopa Yanga, Simba asingeenda kwenda kufanya mazoezi. Umeelewa? Kwanza Simba waogopa ushirikina. Maana yake Simba na Yanga huwa mmoja akiwa mwenyeji, mmoja aje kufanya mazoezi, anaogopa atachukua vitu mle ndani. Ticha, ushirikina upo? Ushirikina upo. Kwani ushirikina unaokataa kama hamna? Ushirikina umetajwa mara 72 kwenye vitabu vya dini. Kwenye soka letu ushirikina upo. Hata kwenye soka letu upo ushirikina. Tena mkubwa tu. Wachezaji wanalogana, vilabu vinalogana. Ushirikina, uadui, kila kitu kipo, kijicho kipo, kila kitu. Kwa sababu mpira ni maisha, na kwenye maisha hivyo vitu vyote vinapatikana. Vipo. Hivi ubora wa Fadlu Davids ndio ulifanya Meludi amkimbie au walikimbiana kwa kuogopana? Ubora wa mwalimu ndio alichokimbia Yanga. Unajua Yanga benchi lao la ufundi aliko vyema. Na sidhani kama Yanga anaweza akarudi akacheza tena hii mechi. Kwa sababu hii mechi ingechezwa na mabenchi ya ufundi. Hivi benchi la ufundi kwa sababu yule mwalimu wa Singida, yule mwalimu wa Yanga unajua ni wa Singida. Yule ameshakutana na Fadlu mara 2, kapigwa zote. Hana uwezo yule wa kucheza na Fadlu Davids. Ila kocha bora wa mwezi yule. Nani? Kocha bora wa mwezi. Kwa kupitia timu gani? Sio ligi yetu NBC. Kupitia Yanga? Sawa. Sasa wewe yuko Singida alikuwa haonekani, Yanga wakapata kocha bora. Sasa wewe utaachaje kwa mwalimu kocha bora wa mwezi na wakati huko mechi ushapangiwa bwana, mechi unaenda kucheza unashinda 4, hii unaenda kushinda 6, hii unaenda kushinda 5. Umeelewa? Sasa unaachaje kuwa mwalimu bora wa mwezi? Kusema kwamba wao huaga matokeo yanaingia nayo mkononi kwamba kwani yule kocha wa kwanza si alikuwa naye alipewa mwalimu bora wa mwezi, lakini mwisho akasemaje? Timu yangu haipati game intensity. Yaani pamoja alikuwa mwalimu bora wa mwezi lakini bado alisema timu yake haipati ushindani. Sasa hapo kuna nini? Na maana matokeo yale yanapangwa. Si umeelewa? Kwa hiyo ni vitu vya yaani Yanga hata kama wewe ukienda pale utakuwa mwalimu bora wa hata wewe Ticha ukienda. Hata mimi nikienda nikikabidhiwa timu nakuwa mwalimu bora wa mwezi. Timu matokeo yanajulikana. Bwana kwema kabisa. Mungu asaidie. Mungu anasaidia, Mungu asaidie, Mungu anawezesha. Anawezesha. Unaposema Mungu anasaidia maana yake kuna kiumbe kingine kinaanza kufanya kazi afu Mungu anakuja kusaidia. Mungu yeye anawezesha. Ticha, tuanze hapa kwa MVP wa Ivory Coast Jean Charles Ahoua. Kipindi anaanza msimu watu wengi sana walikuwa na maswali juu ya performance yake, ila sasa hivi tunaona ni top scorer akiwa na contribution ya magoli mengi sana kwenye coach ya Simba Sport Club. Na pia vile vile watu wengi hususan wachambuzi washaanza kumtabiria MVP wa msimu huu. Mimi nataka wachambuzi wabaki kwenye njia kuu. Sawa Wachambuzi hao wa Bongo wabaki kwenye njia kuu. Waendelee kumchambua Jean Charles Ahoua kwamba ni mchezaji ambaye astahili kuchezea Simba. Walisema ni mchezaji mdogo, ni mchezaji wa kiwango cha kawaida mno, ni mchezaji ambaye hawezi kufanya yale makubwa aliyofanya na wachezaji waliokuja kutoka Ivory Coast. Kwa hiyo waendelee hivyo hivyo. Wasirudi huko kwa JB64. Sababu mimi peke yangu ndo nilisema kwamba nakiona kitu kikubwa sana kwa Jean Charles Ahoua. Naona ni mchezaji ambaye atakuja kuwa MVP wa msimu huu. Umeelewa? Kwa sababu nilimstudy vizuri Jean Charles Ahoua toka alikotokea misimu 2 nyuma na hapa alipo umri wake, the way anavyocheza na mpira wa sasa unavyotaka. Ndio nikatoa jibu kwamba huyu Jean Charles Ahoua atakuja kuwa MVP wa ligi ya Tanzania kwa sababu wachezaji wengi wa ligi ya Tanzania sasa hivi wanacheza kufurahisha jukwaa. Wanacheza ili wafurahishe mashabiki juu. Wapate kuimba kwenye mitandao. Lakini Jean Charles Ahoua yeye anataka aifurahishe timu. Yaani anatafuta timu, anatafuta kitu for benefit ya timu. Sio, umeelewa? Yaani hafanyi kitu individual kwamba yeye kama yeye. Anafanya kitu kwa ajili ya timu. Sasa mchezaji kama huyu lazima awe na namba kubwa. Kwa mimi ndo maana nilimtabiri kwamba ni mchezaji ambaye atakuja kuwa MVP wa ligi ya mwaka huu. Na niliangalia Jean Charles Ahoua ukienda kusoma ligi ya Ivory Coast ya msimu wa mwaka jana alikuwa MVP kule. Na katika MVP wake miezi 10 ya ligi Jean Charles Ahoua amechukua miezi 5 akiwa kama mchezaji bora. Yaani miezi 10 kachukua miezi 5. Back to back. So back to back alifanya mara 2. Lakini hapa Tanzania ameshafanya tayari, ashachukua miezi 2 tayari. Nadhani anaitafuta ile ubaki, lakini kutokana na ukilitimba wetu hawezi kumpa Tanzania uwezo. Hata kama unataka kuchukua back to back huwa mara nyingi hawakupa, wanampa mtu mwingine. Kwa nini haiwezekani back to back kama mtu anafanya vizuri Ticha? Hapa sisi yani sijui kuna kitu gani. Kimi na uhakika kabisa kwa Jean Charles Ahoua saizi angekuwa kashachukua hata miezi 4 au 3. Sio, umeelewa? Hata back to back angekuwa kashachukua kwa sababu kiwango chake ni kile kile.
kwa sababu yeye anacheza mpira wa academy, mpira wa mafundisho, mpira wa maagizo, kwamba mwalimu anamwagiza nini, aende akakae wapi, afanye nini, aipatie kitu gani timu. Ndio mpira anaocheza Jinchazi Ahoua. Jinchazi Ahoua hana mpira ule mnaotaka wewe, si Shibobo. Sio kama ajui kupanda mpira, sio kama asijui, anasijua, isipokuwa mpira wa sasa hauhitaji hivyo vitu. Kama Zazizu. Mpira wa sasa hauhitaji. Kwa mfano kama vile anafanya Pako Mizuzwa. Timu inaenda mbele, yeye anarudi nyuma. Anapiga chenga anarudi nyuma, si nini? Vile vitu yule bwana soka kama havijui, anavijua, isipokuwa yeye anacheza direct football, mpira ambao unahitaji maelekezo zaidi. Unafuata maelekezo zaidi kutoka kwa nini? Kwa bench la ufundi. Kibu Denis Prosper kile ambacho alichokifanya ni dhahiri shahiri, upande wa pili ndio maana alikuwa anamtaka, waliangalia mbali. Huyu jamaa kwanza amewasumbua sana. Umeelewa bwana, ndio maana walikuwa wanafanya wanamtaka, wametumia hila nyingi za kumpeleka mpaka Ulaya, ajifanye sio anaenda kufanya majaribio Ulaya sio nini, lakini imeshindikana kutokana na umahiri na uweredi wa uongozi wa Simba. Walijitahidi wakambakisha mchezaji wetu, lakini kikubwa wanamtaka sana mpaka leo hii, kwa sababu hawa jamani wabisha walimtaka Chama miaka 5. Yaani misimu 5 wao wanamhitaji Chama tu, misimu 5 wanalia na Chama mpaka mwisho. Simba wamechoka naye Chama, kiwango kishashuka, uwezo umepungua, utu uzima umemuingia, ndio Simba wameachana naye. Wao wakaja wakafanya wakambeba, hivyo ni Mkude hivyo. Kwa hiyo hata Kibu sasa hivi huu msimu wa pili huu wanapiga kelele na Kibu. Wasubirie sasa tumtumie, tukishatimiza kwetu miaka inayokuja huko 6-7 mbele wanaweza wakampata. Walikuwa wanasema afungi, walikuwa wanalia naye siku 400 na something hivi hajatia kambani. Hichi ambacho alichowafanyia Dodoma Jiji au walikuwa wameandalia tarehe 8. Kile kipigo unajua kilikuwa cha Yanga. Dodoma Jiji ameingilia ugomvi usomuhusu. Umeelewa? Kibu ni mchezaji wa mechi kubwa. Kama kungekuwa mechi ya dabi imepigwa, Dodoma Jiji Kibu asingewafunga. Lakini zile sumu alizozifunga, alizozitengeneza, kina Mpanzo wametengeneza sumu zao. Zile sumu zilikuwa atemewe nani? Atemewe da Young Africans. Yeye waliokimbia. Lakini sasa mwisho wa siku ile mechi haikuchezwa, Yanga kakimbia. Sasa huyu aliyekuja ni mdogo mtu, watu wakasema afadhali yeye huyu tumgonge mtu kiaje hapo teacher. Huyu ni mwenzao huyu. Ni mwenzao kule sikuna Antoni Mavunde, si ndo mlenzi wa Dodoma Jiji bwana. Ni mwanachama wa Yanga, anaipenda sana Yanga na ile ni timu yake. Kwa hiyo mimi naona wote ni wale. Teacher, kuna baadhi ya watu wanakuambia kwamba inawezekana Dodoma Jiji haikuwa kiwango sahihi kuweza kushindana nacho Simba Sports Club, kulinganisha kwamba wana michuano mikubwa ya kombe la shirikisho wiki ijayo. Kwa hiyo level ya Simba ni kubwa, mmekubali? Wanakuambia kwamba hakikuwa kiwango sahihi, ni dabi. Simba, ngoja nikwambie. Simba kwa nini wazee wetu wameita Simba? Wameita Simba kutokana na characteristic behaviorability ya nani? Ya mnyama Simba. Kiuwindaji. Simba ni carnivora. Sawa? Carnivora ni mnyama anayekula kwa kuwinda. Lazima uwe mwenyewe anakula mnyama ambaye anamuua mwenyewe. Sasa Simba mara nyingi akitaka kuwinda mnyama mdogo, huwa kucha zinatoka kidogo, akili kidogo, nguvu kidogo. Si umeelewa? Akikuta mfano kama swala Simba hawezi kumwinda swala akatumia nguvu kubwa. Anatumia kucha kidogo, nguvu kidogo, akili kidogo. Anapokutana na nyati sasa, ngili, wanyama wale wakubwa, punda, ndo Simba sasa huwa anatoa kucha zote, akili zote na nguvu zote ili kumteketeza ule mnyama ili apate kumla. Si umeelewa? Sasa Dodoma alikuwa swala. Umeelewa? Dodoma alikuwa swala. Simba alijiandaa kumla nyati. Sasa katika mawindo ya nyati amekimbia mbele yake. Kabla Simba hajamaliza, hasira zake hasijatoka, kashajiandaa kwa ajili ya kumla nyati. Anashangaa kinatokea kijiswala, nyati kakimbia. Simba hawezi kulala na njaa huyu. Sasa ile nguvu aliyoitumia kwa kumuinda kile kiswala akikulika, kimechanganyika na udongo, vumbi, tope. Umeelewa? Hata hicho cha kiswala hamna maneno yoyote kilichoongea. Manake mchezo wa kwanza Meck Maxime aliongea. Unajua kilichomponza Meck Maxime tungeweza kule Juliet. Sawa, ile nguvu. Lakini sasa tatizo la Meck Maxime ndio kilichomponza maneno aliyoongea. Kwanza alianza kuwakebei Simba sio amekimbia mechi, akajifanya na yeye kama Yanga. Yaani yeye ndo alijifanya kama Simba kwamba amenyimwa uwanja vya mazoezi. Yaani kebei nyingi, kaleta salau kubwa sana. Watu wakamwambia sasa ngoja. Hichi tulichomwandalia huyu aliyekimbia, tunakuonyesha hichi tulichomwandalia huyu aliyokimbia ndo tunakupa wewe. Kwa hiyo ina maana Dodoma amegeuzwa kama nyati.
baada ya atumike kama swala. Matokeo yake kile kijiswala kimechanganyika na udongo hata kulika akiliki. Kwa hiyo Simba jana ametumia nguvu kubwa ya kumuua nyati na wakati kile kimnyama kilikuwa ni kijiswala. Kwa hiyo lakini yote ilisababishwa na maneno ya Max Maxime kutokana na kauli zake alizozitoa kwa Simba.